Mkoani Mtwara wameeleza kero juu ya kukosekana kwa usafiri wa daladala, hali inayosababisha watoto kuchelewa kufika shule. Hii ni taarifa ya Heli Abdalla kutoka Mtwara ikieleza zaidi. EATV tumefunga safari na kufika hapa katika eneo la Mbai na kuzungumza na baadhi ya wananchi ambao wamekiri kuwepo kwa adha hii ya usafiri, hali inayosababisha wanafunzi kuchelewa mashuleni, huku wakiomba serikali kuchukua hatua kwa kuwarejeshea ruti ya daladala ambayo ina uwezo wa kubeba watu wengi kwa wakati mmoja. Wenye usafiri wengi wanawaacha wanafunzi wananyanyasika kwa sababu inaonekana wana pesa ndogo, wanakataa kuwapakia kwenye mabajaji. Wakijaribu kukimbilia mabajaji wanawakataa. Bajaji moja moja ndio wanakuwa wanawakubali wanafunzi, iwe jioni iwe asubuhi, lakini wanafunzi mara nyingi wanakuwa wanaachwa stendi, inaonekana wao kwa sababu wana pesa ndogo. Lakini sasa hivi inakuwa ni kwamba daladala hakuna, bajaji wanajiamulia tu jinsi ya kuwasafirisha watoto. Unaona? Sasa kwa kweli serikali itufikirie jinsi gani watoto wetu watajikwamua kwenda shuleni kwa mapema na kuwahi katika muda unaostahili. Wanapata tabu masomo, wanaingia darasani kwa kweli saa 2 wanafika. Ungeturudishia aisi zetu, muda ule tulikuwa na aisi hapa 2. Waturudishia aisi angalau 4 ziwe tunapishana. Nyingine naenda nyingine narudi. Wanafunzi unavyoona vile unavyoona vile kufika shuleni mpaka saa 3. Kwa upande wake, katibu wa chama cha waendesha pikipiki na bajaji mkoa wa Mtwara ameeleza kuwa hali hiyo inasababishwa na bei ndogo inayolipwa na wanafunzi ambayo kwao haina maslahi. Lakini pia serikali au madereva bajaji walikuwa wanapakia wanafunzi zaidi ya 3 ili walipe. Walikuwa wanaweza kuchukua wanafunzi 7, 8 kwa sababu ni wadogo, wakawa wanawapanga ili kidogo iwe inafidia ile gharama. Lakini serikali wamekataza, wanasema wanafunzi ni abiria kama abiria wengine. Kwa hiyo kama abiria wengine wanakuwa 3 na wanafunzi wawe 3. Maana yake sasa ile ruti ambayo wewe ulitakiwa upate shilingi 3,000, wewe utapata shilingi 900. Sasa ukikata gharama ya mafuta na uendeshaji, yule dereva bajaji haimlipi. Kwa hiyo walipeleka maombi yao na maombi yao mpaka sasa hivi bado hayajakaa sawa. Na ndio kitu ambacho kinafanya madereva bajaji sasa wakatae wanafunzi, yani watawapakia mpaka mwishoni kabisa wakati wamaliza hesabu yao. Naitwa Heli Abdalla bin Chivihi, EATV Mtwara. Haya, kuzungumza hili kwa kina na masuala mbalimbali hasa yanayohusu elimu, tunaungana na mkuu wa wilaya Mtwara Abdallah Moipaya, atatuambia mengi zaidi kuhusu elimu, watoto na changamoto hii ambayo imeangaziwa na mwandishi Heli Abdalla. Karibu sana kwenye EATV saa 1, Mheshimiwa Moipaya. Kwanza natamani tuanzie hapa. Mikoa hii ya kusini, miongoni mwa changamoto kubwa za wazi kwa miaka mingi ambayo serikali imekuwa ikipambana nayo ni kusaidia watoto kwenda shule. Ndoa za utotoni na sababu nyingine imekuwa changamoto kubwa ikikwamisha ndoto za watoto wengi kutokutimia. Mmefanikiwa kiasi gani watoto kurudi mashuleni kwa mwaka huu? Mafanikio actually naweza kusema tunaendelea nayo vizuri. Hali si mbaya kama ambavyo ilikuwa huko nyuma. Unajua mila na desturi za mikoa ya Pwani, maeneo ya Pwani, kulikuwa na changamoto kubwa hasa ya watoto wadogo, watoto wa kike wengi pengine hawamalizi masomo, lakini wengi kuna zile ndoa za utotoni. Lakini kwa kiasi kikubwa kutokana na elimu ambayo imekuwa ikitolewa na maafisa wa maendeleo ya jamii, lakini pia kupitia madawati ya kijinsia kutoka jeshi letu la polisi, lakini na sisi viongozi wa serikali tumekuwa tukiweka msisitizo mkubwa, na hasa katika mikutano yetu na katika vikao mbalimbali imekuwa ni ajenda ya kudumu kuhakikisha kwamba swala la elimu ni kipaumbele kwa wananchi wa Mtwara, na hali sasa hivi sivyo kama ambavyo ilikuwa hapo awali. Kwa mwaka huu, tathmini tu siku chache wiki hii, shule zimefunguliwa kwa maeneo mengi. Mwitikio wa wazazi kuwaleta watoto shuleni, hasa wale ambao wanaanza kujiunga na masomo shule ya msingi na sekondari, umekuwaje? Tangu shule zimefunguliwa actually tulikuwa tuna maoteo kusema kwamba katika kwa sababu wilaya ya Mtwara ina halmashauri 3. Ina Mtwara Manispaa, ina Mtwara wilaya ya Mtwara, halmashauri ya wilaya ya Mtwara, Mtwara vijijini pamoja na Nanyamba mji. Sasa katika maeneo yetu hayo yote tuliweka maoteo kuweza kuona tunahitaji kuandikisha wanafunzi wangapi, lakini licha tu kwamba tunahitaji kuandikisha wanafunzi wangapi, tumejaribu kufuatilia sasa mara baada ya shule kuweza kufunguliwa hali ya uripotiji wa wanafunzi. Kwa kawaida hapa kusema kweli wazazi kupeleka kabla
kwenda kuandikisha kidogo ilikuwa ni changamoto. Wazazi wanapenda shule zinapofunguliwa ndio wanapeleka wanafunzi kwenda kuandikishwa. Kwa hiyo mwitikio mpaka sasa hivi, tulifanya ziara wiki hii shule zilipofunguliwa katika mashule, na tumeweza kuona hali ya uripotiji kwa sasa inaridhisha. Na wazazi wanapeleka wanafunzi mashuleni, na kikubwa ambacho tutakiangalia, tumeangalia hali ya uripotiji wanafunzi katika shule ya elimu ya awali, lakini pia tumeangalia kwa kidato kile cha kwanza. Elimu ya awali tumeweza kuangalia katika shule za serikali kidogo iko wazi, kwa sababu wananyang'anyana wanafunzi na hizi English medium. Wazazi wengi wanapeleka wanafunzi wao katika, kwa sababu hapa hasa ukiangalia katika manispaa hapa, wengi wanapendelea kupeleka watoto wao katika shule hizi za English medium. Kwa hiyo tunataka tufanye tathmini ya jumla kuweza kuona kama kweli wanafunzi kwenye English medium watoto wamepelekwa ambao wanastahili kwenda kuanza elimu ya awali, tukilinganisha na wale ambao wameandikishwa katika shule zetu za serikali. Na hivyo kwa ujumla mpaka sasa hali ya uripoti, wanafunzi wanaendelea kuripoti. Tunataka tuangalie wiki hii hali inakwendaje, lakini baadaye huko tutakuja kuangalia kwa ujumla wake hali ikoje, tutapata tathmini nzuri, kwa sababu ni wiki ya kwanza. Wazazi wengine wanajipanga hapa na pale, na uzuri kwamba tumemaliza msimu wa korosho, wazazi kidogo vibunda vipo. Haya, tumetazama hili kwa ufupi tu kwa sekunde chache. Hili la daladala likoje? Suluhu yake itakuwa nini? La daladala, kusema kweli, kwanza tatizo, lazima angalia tatizo, msingi wa tatizo ni nini? Msingi wa tatizo hapa kulikuwa kuna ushindani. Mimi mwenyewe nimekuja hapa sijakuta kuna daladala, hasa hapa manispaa hapa mjini. Na kikubwa zaidi ukija kuangalia usafiri wa bajaji na bodaboda unatumika kwa kiasi kikubwa sana. Sasa na kwetu hapa abiria kukaa kituoni muda mrefu, nao pia wataki kusubiri kuingia kwenye daladala, asubiri mpaka gari lijae ndio gari iondoke, anaona kama anachelewa. Kwa hiyo automatically wananchi wakaopt zaidi kutumia bajaji na bodaboda kuliko daladala. Sasa daladala zenyewe ziliona kwamba zinaendesha biashara yao kwa hasara, na mwisho wa siku wakaamua tu kwenye ushindani wa kibiashara, wakaona nguvu yao dhidi ya watu wa bajaji na bodaboda sio kubwa. Kwa hiyo wakaamua kuondoa magari yao katika ruti zao hizi, na pengine wamepeleka kwenye maeneo mengine. Lakini kwa hapa usafiri mkubwa ambao unatumika ni huo wa bajaji pamoja na bodaboda. Lakini tukija kwenye swali lako la msingi ambalo unasema tuna changamoto, nimeona na mwandishi wetu amekava vizuri na amehoji wazazi na baadhi ya walezi, na umeona wanafunzi pale wakiwa barabarani, na changamoto ambayo imezungumzwa na kiongozi ule wa chama cha bajaji na bodaboda. Kimsingi madai ambayo wameyasema, kwa sababu bado wanafanya biashara, lakini kikubwa zaidi na sababu aliyosema ina msingi, na mimi kwa sababu nimepata konseni hiyo, nimeiona hapa, tutahakikisha kwamba tunakaa pamoja, kwa sababu wanasema walishapeleka maombi yao ili kuhakikisha kwamba kile walichokiomba kinatatuliwa. Basi mimi naamini kabisa tutaweka utaratibu mzuri ili changamoto ile ambayo inawakuta wanafunzi kuachwa katika vituo inakwisha. Abdallah Mwaipaya, kwa sababu ya muda na watu wamekukumbuka pia kwenye nafasi kama hizi za utangazaji, tukiwa tunamaliza, mimi nimemaliza habari za kitaifa, nikirudi tunaenda kutazama habari za Afrika Mashariki. Nisaidie kuaga watazamaji wa East Africa TV, tukirudi tuje na habari za Afrika Mashariki. Karibu Abdallah. Mtazamaji wa EATV, asante sana kwa nasi katika habari za kitaifa, na muda si muda tukirejea hapa tutakuwa katika habari za Afrika Mashariki. Asante sana. Haya, msitoke, tukirudi tutaendelea na